sababu mimi na familia yangu ni familia tuko 8. Kwa sasa hatuna pa kujihifadhi, ila namshukuru jirani yangu. Zaidi ya watu 500 wameathirika baada ya zoruba upepo mkali kuharibu makazi na mashamba katika kata Mtowisa, wilaya ya Sumbawanga vijijini. Vijiji vilivyopata madhara makubwa: kijiji cha Mtowisa A, kijiji cha Mtowisa B pamoja na Ng'ongo, huku familia nyingi zikibaki bila makazi. Kwa sababu hata Yesu hakulala, alituma wanafunzi wake waende wakaangalia wanawake wanakuangamia. Na pia namshukuru jirani na mwenyekiti kwa ujumla, amenipigania, ametupigania sote kwa kijiji cha Mtowisa, kwa sababu mimi na familia yangu ni familia tuko 8. Kwa sasa hatuna pa kujihifadhi, ila namshukuru jirani yangu kwa sababu ni mtu ninayejishughulisha. Sikuweza kufika kwa wakati. Jirani yangu aliniokolea watoto, kaokoa nguo, kaokoa vitu vyenye vilikuwepo ambavyo vilikuwa vinawezekana. Kwa namshukuru Mungu kwa kunipa kibali cha ujasiri cha kusimama mpaka sasa hivi, mpaka hapa nilipofika. Namshukuru Mungu kwa sababu sisi wote ni wazima. Mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Mheshimiwa Nyakia Ali Chilukile amewatembelea waathirika na kuagiza hatua za haraka zichukuliwe kuhakikisha misaada inawafikia wananchi. Hii sasa ni saa 6 kasorobo za usiku, na taarifa ya awali ambayo imetolewa kutoka kwa afisa tarafa, mtendaji wa kata, mtendaji wa kijiji na mwenyekiti wake wa kijiji kwenye eneo hili tuliopo sasa hivi la Mtowisa. Kata hii peke yake ya Mtowisa zaidi ya nyumba 95. Hiyo ni taarifa ya awali baada ya kuwa wamepitia kuanzia asubuhi majira saa 5 mpaka saa 12 jioni. Lakini wanaendelea kuniambia kwamba baadhi ya maeneo pia wameendelea kuripotiwa kuwepo kwa nyumba kuanguka. Lakini ukienda kata jirani ya Zimba na kwenyewe kuna nyumba zaidi ya 32 ambazo nazo zimeanguka na kuacha watu bila makazi. Na ukifanya rafle kwamba useme ni familia yenye watu au kaya yenye watu 4, kwa hiyo kwenye hizo nyumba 127 unaweza ukaona idadi ya watu ambao kwa sasa hawana makazi. Na hiyo yote inatokana na changamoto kubwa ya uharibifu wa mazingira huko kwenye ukanda wa bonde la Ziwa Rukwa. Moja, watu wanakata sana miti kwa sababu nyumba nyingi tunazojenga huku kwetu zinatumia nishati ya kuni, kwa maana ya tofali zile zinachomwa. Kwa hiyo watu wanatumia miti mingi kukata na mwisho wa siku kuchomea hizo nyumba kama nishati ya kuchoma tofali. Tunakata miti ovyo, tunalima juu ya milima na kukata miti huko juu ya milima kiasi kwamba maji yanapokuja yanakosa vizuizi, upepo unapokuja unakosa vizuizi. Sasa wito wangu kwa Watanzania wenzangu tunaoishi ukanda huu wa Ziwa Rukwa au tunaoishi wilaya ya Sumbawanga kwa ujumla, tupande miti. Tupande miti kwa lengo la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kubwa zaidi, nimeelekeza timu ya maafa kutoka halmashauri ya wilaya Sumbawanga kesho asubuhi na mapema ifike hapa, ishirikiane na viongozi wengine walioko kwenye eneo hili la tarafa Mtowisa kupitia tarafa nzima au vile vijiji ambavyo vimeripotiwa kupatwa na haya madhira ya nyumba kuanguka na wananchi kukosa makazi, ili taarifa hii iandaliwe haraka sana na ikiwezekana kesho hiyo iweze kufika ofisi ya mkuu wa mkoa na iweze kupelekwa kwenye mamlaka nyingine za juu, ili wananchi hao waliopata changamoto ambao hawana makazi waweze kusaidiwa. Kwa majina naitwa Paulo Francis Mlondo, ndo mwenyekiti wa kijiji cha Mtowisa B. Mnamo saa 2:30 mvua zilianza za rasharasha, baadaye kulitokea upepo mkali. Ule upepo ulikuwa mkali sana sana, kumetokea maafa kweli. Nyumba nyingi ilivyofika muda huo saa 3:30 kuelekea saa 4 ilibidi tuanze kupewa taarifa. Baadhi ya nyumba zilibomoka. Kama mwenyekiti wa serikali ya kijiji, ilibidi kwa muda huo tulitembelea baadhi ya nyumba chache
kweli hali ilikuwa ya kutisha sana. Kwa kweli mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu, baadhi ya nyumba zote zilizotokea kupata tatizo la upepo na nyumba kuathirika, kubomoka na baadhi ya paa kushuka paka chini, kwa wale watu Mungu amesaidia, baadhi ya familia zote ziko salama. Sawa, kwa majina naitwa Kinyanku Nyamagatara Waeke, afisa mtendaji kata Mtoisa. Kata Mtoisa kwa ujumla wake na vijiji 7, lakini vijiji vilivyopata madhara ni vijiji vitatu, kikiwepo kijiji cha Mtoisa A, Mtoisa B na kijiji cha Ng'ongo, ambapo kijiji cha Mtoisa A nyumba zilizoathirika ukaya ni kaya zisizopungua 60. Kijiji cha Mtoisa B ni kaya zilizopungua 33 na kijiji cha Ng'ongo ni kaya 2. Kwa ujumla tulikuwa tunatembea kama kamati ya maafa ngazi ya kata kushirikiana na afisa tarafa, tumehakikisha watu wote waliopata madhara hakikisha wanapata sehemu za kustiliwa, kwa maana sehemu ya kupata mapumziko kwa hatua za awali, ambapo kwa asilimia kubwa ndani ya kata Mtoisa kazi zilizoathirika kwa ujumla wake ni kaya 95. Naitwa Aida Mzee, ni afisa tarafa ya Mtoisa. Usiku wa kuamkia leo tulipata maafa kutokana na upepo mkali ulioambatana na mvua pamoja na radi. Baadhi ya mashamba pia yamedhurika, mazao yameharibika kutokana na upepo huo. Lakini mimi pia ni muhanga, shamba langu eka moja pia limeweza kuathirika na upepo huo, na sidhani kama naweza nikaambulia kitu chochote. Lakini naishukuru pia serikali imetupa ushirikiano, imejitokeza, imekuja kuwaona wananchi. Tunatumaini tutapata msaada mwingine kwa ajili ya kuweza kuwanusuru na kuwastiri wananchi, kwa sababu asilimia kubwa wamedhaminiwa kwenye nyumba za majirani. Serikali inaendelea kuchukua hatua huku wananchi wakitoa shukrani kwa msaada unaoendelea kutolewa. Kutoka Sumbawanga, Ushuani Media. Hivi unajua kuna aina ngapi za dagaa ambazo zinapatikana nchini Tanzania? Na katika mkoa wa Rukwa, wilaya Sumbawanga, unajua utapata wapi dagaa ambao wana vitamini ambavyo vimekamilika, lakini pia aina ya dagaa ambao unawataka? Basi nataka nikwambie tu kwamba kuna mmoja tu ambaye anajishughulisha na uuzaji wa dagaa katika wilaya Sumbawanga. Anafahamika kama P Dagaa Smart, au sio bana? Huyu ni Mtanzania ambaye anauza dagaa kwa bei poa kabisa, lakini pia anauza dagaa aina mbalimbali, lakini pia kwa bei poa kabisa, au sio bana? Na kitu pekee ambacho kimenifurahisha kwa ujamaa, yeye ana package nzuri kabisa, yani kwa maana kwamba amezingatia usafi, yani ndio maana anajiita P Dagaa Smart, au sio bana? Huyu jamaa angalia package zake alivyoweka dagaa, alivyotunza. Tuachane na ule uzamani kuweka dagaa kwenye matenga, kuweka dagaa kwenye mandoo na mambo mengine, lakini huyu jamaa ametunza vizuri kwa maana ni chakula. Lakini pia kitu kingine, ukifika pale unapewa kifungashio bure kabisa. Nazungumzia package, yani unaondoka na package ambayo imekamilika. Anaitwa P Dagaa kutokea Sumbawanga, mtaa wa madagaa pale. Huyu bwana ana aina mbalimbali za dagaa ambazo yuko nazo pale. Kuna dagaa wa nyama, kuna dagaa wa Bukoba, kuna dagaa wa Mwanza, kuna dagaa wa mafuta, lakini pia kuna dagaa wa Tanganyika na dagaa wa Nyasa. Sasa maziwa yote haya yanapatikana nchini Tanzania, kwa amezingatia pia vitamini ambavyo vinapatikana kwenye dagaa ambazo nimekutajia hapo, sio bwana? Sasa pia unaweza kumcheki kupitia namba yake ya simu. Kama uko mbali unahitaji package yako ifungwe na akutumie hapo ulipo ikufikie, basi unaweza kumcheki kupitia namba hii hapa 0767711687. Anaitwa P Dagaa Smart, anapatikana Sumbawanga mjini. Oya, sogea kwa P Dagaa uchukue dagaa ambao wamekamilika na wana vitamini vyote, lakini kwa package iliyo salama kabisa. Huyu bwana yuko bomba sana.